Hujambo na karibu kwenye muhtasari wa habari. Jina langu ni Ramla Abdi. Kwa mara ya kwanza, Rais William Ruto ameonyesha wazi tofauti zake na waziri wake wa utumishi wa umma Justin Muturi. Akizungumza hapo jana wakati wa dhifa ya iftar katika Ikulu, Ruto alimtaja Muturi kwa mtu asiyeweza kazi alipokuwa mwanasheria mkuu. Matamshi ya Ruto yalitokana kuhusiana na jinsi alivyoshughulikia masuala ya kisheria kuhusu kuanzishwa kwa wakfu, tume yenye jukumu la kusimamia wakfu wa Kiislamu. Hata hivyo, Muturi alimjibu rais akisema kuwa ingawa sheria hiyo iko, hakitoi mpango wa kuundwa kwa mfuko wa wakfu wa Kiislamu. Alisisitiza kuwa ni mpango wa kibinafsi wa mtu yeyote anayekiri Uislamu. Na afisa mmoja wa kikosi cha Kenya kinachohudumu chini ya mpango wa usaidizi wa usalama wa kimataifa MSS hajulikani aliko baada ya shambulio lililotekelezwa kumradhi na magenge ya uhalifu nchini Haiti. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa Jumanne na msemaji wa MSS Jack Mbaka, shambulio hilo lilitokea mnamo saa 4:30 jioni katika eneo la Point Sonde, jimbo la Artibonite, wakati gari la kivita la polisi wa kimataifa wa Haiti lilipokwama kwenye mtaro unaoshukiwa kuchimbwa kwa makusudi na magenge ya wahalifu. Tukiachana na haya, ni kuwa shirika la ndege la Kenya Airways limenakili faida ya shilingi bilioni 5.4 baada ya ushuru katika kipindi kilichokamilika Disemba 31 mwaka 2024. Shirika hilo lilisema faida hiyo ambayo ni ongezeko la 124% kutoka hasara ya shilingi bilioni 22.7 mwaka 2023 lilitokana na idadi kubwa ya wasafiri katika kipindi hicho. Kulingana na mwenyekiti huyo, shirika hilo pia lina nakili faida ya 58% katika shughuli za operesheni ambayo iliongezeka hadi shilingi bilioni 16.2 ikilinganishwa na faida ya shilingi bilioni 10.5 zilizonakiliwa mwaka 2023. Na mamia ya watu wameandamana Gaza wakitaka vita vikomeshwe na Hamas ijiuzulu kutoka madarakani katika maandamano makubwa zaidi dhidi ya vuguvugu la Wapalestina linalodhibiti ukanda huo kuwahi kushuhudiwa tangu vita vilipoanza Oktoba 7 mwaka 2023. Waandamanaji walikusanyika karibu na kambi ya watu waliokimbia makazi yao huko Beit Lahia, kaskazini mwa ukanda wa Gaza, na kisha kuandamana kupitia barabara zilizozingirwa na vifusi vya majengo na nyumba zilizoharibiwa wakati wa vita. Mwisho wa muhtasari wa habari, mpenzi msikilizaji, dakika zikiwa 4 zimetoweka baada ya saa 3. Bila shaka utaweza kupokea habari zaidi itimiapo saa 4 kamili. Jina langu ni Ramla Abdi. Sawa makbul. Kwa habari zaidi na matukio, endelea kutegea Iqra FM 95.0 au tupate mtandaoni moja kwa moja kwenye tovuti ya www.iqrafm.com au www.iqrafm.webradiosite.com, tukuangazie yote yanayojiri. Iqra FM 95.0, idhaa